Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, Hopaje FM HFM ni redio, ni kituo cha redio kinachorusha matangazo yake kutokea hapa Manispaa Mtwara Mikindani katika huduma za utangazaji mkoani Mtwara. Mradi huu unajumuisha maeneo yafuatayo: mapokezi, chumba cha habari newsroom, chumba cha uzalishaji vipindi ambacho tunaita production, chumba cha kurushia matangazo live broadcasting on air, ofisi ya utawala na stop. Malengo ya mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, malengo ya kuanzisha jengo la kudumu la Hopaje FM ni kama ifuatavyo: kutoa huduma bora na za karibu za uzalishaji wa matangazo kwa jamii, kuwa na eneo la kudumu la kueneza elimu na habari juu ya masuala ya afya, hasa magonjwa mbalimbali yanayoathiri jamii, usafi wa mazingira, umuhimu wa lishe bora. Hii itasaidia kuboresha hali ya afya ya jamii, kutoa elimu ya haki ya binadamu na ustawi wa jamii katika nyanja za haki, sheria na kanuni, kukuza mila na tamaduni za jamii, kwani ni sehemu ya kukuza na kuendeleza historia, sanaa na desturi eneo husika, kuchochea maendeleo ya kiuchumi kwa kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu fursa mbalimbali za kiuchumi kama vile mbinu za kilimo bora, biashara ndogo ndogo na mikopo ya fedha. Faida za mradi huu. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mojawapo ya faida ni kuimarisha mawasiliano ya utendaji na ufanisi wa kazi ya Hopaje FM kwa jamii. Faida nyinginezo ni kupunguza gharama za kulipa pango, kuzalisha ajira za muda mfupi kwa mafundi na muda mrefu kwa watumishi wengine, kuongeza ufanisi na uendelevu. Kituo cha redio kitaweza kupanga mipango yake ya muda mrefu bila hofu kuhamia sehemu nyingine, kwa kujenga mtandao wa mashirika, taasisi, wafanyakazi na wateja wake, kuvutia washirika na wadhamini. Kuwa na jengo letu kutasaidia kuvutia wadhamini na washirika wa kibiashara kuwekeza kwenye kituo chetu cha HFM Radio, kuimarisha uhusiano wa jamii, kuwezesha uwezo wa kuboresha miundombinu ya teknolojia, kufungua fursa za maendeleo. Hii itawezesha Radio Hopaje FM kukuza na kuongeza mapato kupitia huduma nyinginezo zitakazozalishwa, uhuru wa kazi na uendelevu. Hii itatoa mazingira bora ya kufanya kazi na kurahisisha ufanisi wa utendaji wa kituo cha redio, uboreshaji wa ubora wa vipindi. Hii itasaidia kuongeza thamani ya maudhui na kuvutia wasikilizaji kwa kuwa na studio bora, vifaa vya kisasa na mazingira ya tulivu, kutoa elimu kwa jamii, kujiandikisha na kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kampeni mbalimbali za kitaifa kama vile malaria, mapambano dhidi ya madawa ya kulevya, rushwa, lishe, mazingira na ukimwi. Gharama za mradi. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, thamani ya mradi huu ni shilingi milioni 167,659,000 ikijumuisha jengo na vifaa, ambapo jengo lina thamani ya shilingi milioni 71,359,000 na vifaa vina thamani ya shilingi milioni 96,300,000. Chanzo cha fedha. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, chanzo cha fedha ni uwekezaji wa mmiliki mwenyewe Bwana Hosea Hopaje Lugano. Utekelezaji wa mradi. Mradi huu ulianza utekelezaji mnamo tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2019, ambapo tulinunua jengo hili kutoka kwa Atwabi Mohamed Kuipunda na lilifanywa ukarabati hadi kufikia Februari 2025. Jengo hili limekamilika na linatoa huduma. Hitimisho. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, Hopaje FM Radio 94.9 MHz imeanza kutekeleza kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 kwa kujiandikisha watumishi wake wote, kuhamasisha wananchi kurusha matangazo mbalimbali kuhusu uchaguzi mkuu 2025 na kujiandaa kushiriki katika uchaguzi kwa kauli mbiu inayosema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Mwenge wa Uhuru oye! Ndugu Ismail Aliusi, kiongozi wetu wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, karibu sana hapa HFM. Umepata nafasi ya kuweza kukagua na naamini watu wote waliokuwepo hapa walikuwa wanakusikiliza.
ulikuwa live kupitia radio hii. Kikubwa ambacho naweza kusema, hii ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais amefanya. Fursa nzuri za uwekezaji, mazingira mazuri ya uwekezaji, amewapa wananchi wa nchi hii kuweza kuwekeza kwenye sekta mbalimbali. Media ni mojawapo. Unapowekeza kwenye media, unafanya kazi kubwa ya kuwaelimisha wananchi, ya kuwaburudisha wananchi, lakini pia ya kuwa-entertain wananchi. Media ina kazi tatu tu, haina mambo mengi. Ina kazi kuu tatu. Ya kwanza ni kuelimisha, ya pili kuburudisha, ya tatu ni kuhabarisha. Kwa hiyo kazi hizo tatu ndizo kazi kuu za media, na ndio ambazo zinafanya wananchi wanapata habari, wananchi wanapata taarifa, wananchi wanaburudika. Na kituo hiki kinafanya kazi hiyo kwa kiwango kikubwa sana, na tunaitegemea sana hapa Mtwara kwa ajili ya kutoa habari za wanamtwara, lakini pia wasanii wa Mtwara wanapata nafasi nzuri, na hata wanaotoka nje ya Mtwara. Lakini pia ukiacha hapo, wananchi wengi wa maeneo haya wanaitegemea sana radio hii kwa kupata taarifa mbalimbali hapa kwetu. Baada ya kusema haya, naomba sasa nikupe nafasi uweze kuzungumza na wananchi ambao wako hapa na wana HFM, na pia upate nafasi ya kuweza kutuzindua kituo chetu cha radio hapa Mtwara. Mkurugenzi mtendaji wa manispaa hii, ndugu zetu wa HFM, ndugu watumishi wa HFM, ndugu watendaji na wakuu wa idara mbalimbali kutoka ofisi ya manispaa pamoja na halmashauri, ndugu wananchi, ndugu vijana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Dr. Samia oye! Wanafunzi oye! Hali yote, nami nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutufikisha katika eneo hili tukiwa wazima wa afya. Lakini kipekee nawashukuru sana viongozi kutoka ngazi ya wilaya, manispaa pamoja na ngazi nyingine, kwa maana mitaa yetu pamoja na kata. Lakini pia nawapongeze wananchi kwanza kwa kuonesha upendo siku hii ya leo. Tangia asubuhi tulipoanza kukimbiza mwenge wetu wa uhuru, naomba tujipigie makofi mengi sana. Lakini kipekee, ndugu zangu wananchi na ndugu viongozi, tunaendelea kufikia ukingoni wa ziara yetu hii ya kukimbiza mwenge wa uhuru, na naamini tutafika katika viwanja vyetu vya mkesha tukiwa katika hali ya usalama na amani, kwa sababu naamini jeshi letu la polisi na vyombo vingine vya usalama vinaendelea kutuwekea mazingira mazuri katika maeneo yote ambayo tunapita kukagua miradi hii. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini vile vile naendelee kuwashukuru sana wenzetu wa HFM, na mimi nitawashukuru kwa mambo matatu na kuwapongeza. Jambo la kwanza, kwa kuweza kutoa taarifa zetu muda wowote na wakati wowote na wakati sahihi na kwa muda unaotarajiwa. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini jambo la pili, niwashukuru na niwapongeze kwanza kwa uwekezaji huu mkubwa ambao wameufanya, kwa sababu leo hii kuweka chombo cha habari ambacho kitakweza kutoa taarifa moja kwa moja kwa wananchi wote muda wowote na kwa tukio lolote ambalo litatokezea ndani ya maeneo yetu. Hii sio kazi rahisi. Ni kazi ambayo inahitaji elimu na taaluma na maarifa juu ya kuifanya kwake. Na ndio maana hata wale wanaokusanya taarifa katika maeneo mbalimbali lazima wanatakiwa wawe makini juu ya taarifa ambazo wanazitoa. Ndio maana leo hii tumefika na mwenge wa uhuru, kwa sababu serikali imewaamini, na sisi wenyewe wakimbiza mwenge wa uhuru tumekuja kujionea huo uaminifu ambao serikali imewaamini. Lakini jambo la tatu na la mwisho, niendelee kuwashukuru na kuwapongeza kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali. Kwa kweli tumejionea jinsi gani wa taarifa zao na wasilishaji wao, lakini pia wanapotoa taarifa na kuunga mkono jitihada za serikali juu ya maeneo mbalimbali. Wametuambia kwenye taarifa yao, moja kati ya majukumu yao ni kuhakikisha kuonesha yale yote yanayofanywa juu ya utekelezaji wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini pia Mheshimiwa mkuu wa wilaya na yeye ametusaidia. Lakini pia ametusaidia kwa sababu na yeye anatokea huko. Mpigieni makofi mengi sana. Kule ndani nilisahau tu, nilitamani yeye leo arudie ile kazi yake aliyokuwa anaifanya.
lakini naamini kwa vile bado tupo, tutakuja hata kipindi kile cha saa moja kuja kutoa matokeo ya Simba yametokaje, kwa sababu mimi na yeye sote ni Yanga. Sasa tutaangalia wenzetu wakishinda, tutakuja hapa, wasiposhinda hatutaweza kufika kwenye kituo hichi, kwa sababu kile ambacho tunahitaji kukitoa tutakuwa tunawakera na wengine walio wengi kwenye nchi hii. Mwenge wa Uhuru oye! Dr. Samia oye! Kwa kweli tunawashukuru sana na kushukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na naamini moja kati ya jitihada unazozifanya ndani ya wilaya hii kuwasaidia wanahabari na kuwaunganisha, kwa sababu kesho na kesho kutwa na wao ndio watakuwa ma-DC, wao watakuwa wakuu wa mikoa, wao ndio watakuwa na mawaziri, wataenda huko. Na leo hii kama mnavyojionea Watanzania, tunaye naibu waziri wa masuala ya habari, kaka yetu Mwana FA, naye ametokea huku leo hii. DC wetu huyu naye ametokea huku. Wapigeni makofi mengi sana. Na yote hayo yanatokana na mapenzi ya hii kazi ambayo walionayo. Niwaombe sana watumishi wa eneo hili, tulinde amani yetu, tulinde upendo wetu, lakini pia tuipende kazi yetu. Leo hii unapoipenda kazi yako hii ya habari, naamini itakufikisha kule ambapo unapotarajia kufika. Na wote wanafika kwa sababu ya kuwa wameipenda kazi yao na wameithamini na wamejali. Lakini pia wananchi, naomba mtusaidie mambo yafuatayo. Mambo mawili. Jambo la kwanza, tunapokuja kutaka hitaji taarifa kamili, basi wananchi mwe rahisi kutoa taarifa hizo, kwa sababu taarifa hizo tunaihabarisha umma kwamba wananchi wa eneo fulani wamefurahishwa na mradi fulani uliotekelezwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo jingine, kama wananchi, pale ambapo unahisi una jambo unataka kulitangaza ndani ya mkoa huu ama wilaya hii, basi uwe rahisi kufika kwa wenzetu hawa, kwa sababu wenzetu wanaendelea kutoa huduma hii kwa kurahisisha mahitaji. Lakini mwisho kabisa, kwa kumalizia, ndugu zangu wana HFM, huu ni mwaka wa uchaguzi. Tuendelee kuwahamasisha wananchi juu ya kwenda kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Moja kati ya mambo ya msingi ambayo kwenye uchaguzi lazima la kutumia vyombo vya habari kuweza kuhabarisha habari wananchi juu ya kwenda kushiriki uchaguzi. Baada ya kuyasema hayo, kwa kweli ndugu wananchi, sisi tumefarajika na tumekagua jengo hili, na sisi binafsi tumeingia, lakini pia tumefanya kipindi cha muda mfupi. Kwa kweli tumejiridhisha kwamba wenzetu kweli wako tayari na wana hamu ya kuifanya kazi hii. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Mwisho kabisa, Mwenge wa Uhuru kupitia sisi vijana 6, kwa kweli tumeridhishwa na mradi ambao unafanyika na wenzetu, na tupo tayari kulizindua jengo hili ili liweze kuwahabarisha umma kwa habari mbalimbali ambazo zinatekelezwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kuyasema hayo, na washukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Jiwe hili la uzinduzi wa ofisi ya Radio Hopaje FM limewekwa na kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, ndugu Ismail Ali Usi, leo tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka 2025. Mwenge wa Uhuru ode! 1, 2, 3 vigelegele! Hatari sana.